Baada ya kushindwa kudhibiti vurugu katika nchi ya Tanzania, Samia Suluhu sasa ameelekeza silaha zake kwake Mwabukusi na mawakili wengine. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na kumbuka kusubscribe. Katika siku ambayo ilianza kama wito wa kawaida wa polisi, lakini kiishia kuwa tukio linalotikisa taswira uhuru wa kiraia nchini Tanzania, majina ya wakili Mpale Kabla Mpoki na Boniface Mwabukusi alijikuta katikati ya mazungumzo mazito kuhusu mpaka wa sheria na nguvu ya dola. Tuhuma zilizowakabili zilikuwa nzito kuliko ilivyotarajiwa: madai ya kuhusika katika kuhamasisha maandamano yaliyopangwa kufanyika Disemba tarehe 9 mwaka huu, tarehe ambayo imeanza kubeba alama ya mvutano wa kisiasa na mjadala mpana kuhusu mustakabali wa muungano. Huku anga la Dar es Salaam likiwa limefungwa na upepo mkali wa taarifa, hatua ya kuwaita na kuuliza maswali ndani ya kambi ya upelelezi wa jeshi la polisi ilionekana kama onyo la mapema la kipindi kigumu kinachoweza kuikumba nchi inapokaribia kuadhimisha miaka mingi ya uhuru wake. Tuhuma kwamba maandamano haya yameunganishwa na nia ya kuvunja muungano zilifanya siku hiyo kuwa mojawapo ya vipindi vya sintofahamu vilivyochanganya sheria, siasa na haki za kiraia. Chanzo cha msururu wa matukio kilianza mnamo Novemba tarehe 12 wakati wakili Mpoki alipokea wito rasmi kutoka kwa mkuu wa upelelezi wa wilaya ya Kawe. Ilikuwa ni taarifa fupi lakini yenye uzito, ikimtaka kufika katika kituo cha polisi Mbweni siku iliyofuata. Wito huo haukuachia nafasi ya kujadili, bali ulizua hisia mbalimbali kuhusu sababu hasa za kumtaka kisheria. Asubuhi ya Novemba tarehe 13 ilipowadia, msororo wa magari uliwasili Mbweni ukibeba timu ya mawakili waliokuwa tayari kusimama naye. Miongoni mwao alikuwepo Daktari Rugemeleza Nshala, Paul Kisabo kutoka mtandao wa watetezi wa haki za binadamu, Frederick Msaki na Boniface Mwabukusi ambaye pia alikuwa miongoni mwa watu waliotajwa katika taarifa za awali. Hapo uwanja wa tukio ulianza kuchukua sura mapambano ya kisheria yanayohusisha ushirikiano wa wataalamu waliobobea katika utetezi wa haki. Lakini kabla hata upepo wa Mbweni haujapoa, safari ilibadilishwa ghafla. Maafisa waliowapokea walitoa maelekezo mapya kwamba safari ya kuelekea kituo hicho cha polisi cha kanda maalum ya Dar es Salaam ilikuwa ni lazima. Hatua hiyo ya kushtukiza ilionyesha kwamba swala lilofunguliwa lilikuwa kubwa zaidi ya wito wa awali. Walipofika katika kituo cha kanda maalum, mazingira ya upelelezi yalibadilika kwa kasi, yakionyesha namna mamlaka zilivyolipa tukio hilo uzito wa kipekee. Ndani ya kuta hizo, kamanda wa upelelezi aliweka wazi sababu za kuwapo kwao. Taarifa zilizofikia maafisa zilidai kwamba wakili Mpoki na Mwabukusi walihusishwa na uhamasishaji wa maandamano ya Disemba tarehe 9, tarehe ya uzalendo na kumbukumbu ya kupatikana kwa uhuru wa Tanganyika. Katika mantiki ya masuala ya usalama wa kitaifa, tuhuma hizo zilijengwa juu ya hoja kwamba maandamano hayo yalikuwa na mwelekeo wa kuvuruga muungano. Kwa Tanzania, hoja ya muungano sio ya kawaida katika mazungumzo ya kisiasa. Ni suala lenye mizizi ya kihistoria, hisia nzito na uzito wa kikatiba. Na kwa hivyo maelezo kwamba wanasheria wawili mashuhuri walihusishwa na vuguvugu linalotajwa kuwa tishio kwa muungano yalifanya safari yao ya kuhojiwa kuwa sehemu ya simulizi kubwa kuhusu nguvu za dola na nafasi ya watetezi wa haki. Katika saa zilizofuata, mahojiano yalifanyika kwa taratibu maalum, ingawa undani wake haukutolewa. Mazingira yalionyesha kuwa maafisa walitaka kuchunguza kwa kina uhusiano kati ya majukwaa ya kiraia, mijadala ya mitandaoni na maandalizi ya mikusanyiko isiyopata kibali rasmi. Na katika karne ya kidijitali, taarifa zilizosambaa kwa kasi zimekuwa chanzo cha mvutano kati ya wahusika wa haki za kiraia na mamlaka za kiusalama, na tukio la leo limeonyesha wazi mgongano huo. Tarehe 9 Disemba imebeba uzito wa kipekee katika historia ya taifa. Ni siku ya kumbukumbu ya safari ya Tanganyika kuelekea uhuru wake kutoka kwa utawala wa kikoloni. Kwa miaka yote imebaki kuwa siku ya kusherehekea utaifa, hadhi ya uhuru na tenzi za kizalendo. Kwa hivyo tangazo kuhusu maandamano makubwa kufanyika siku hiyo lilichochea mjadala mpana kuhusu lengo,
maana na athari zake katika mazingira ya sasa ya kisiasa na kijamii. Katika kipindi cha miaka ya karibuni, mjadala kuhusu nafasi maandamano katika demokrasia ya Tanzania umeongezeka. Sheria za mikusanyiko zimeonekana kulipa uzito mkubwa suala la vibali, usalama na athari za mikusanyiko mikubwa, na kwa upande mwingine taasisi za kiraia zimeendelea kutetea haki za kiraia na vilevile kushiriki katika mikusanyiko ya amani kama sehemu ya kueleza maoni yao ya kuilinda katiba. Katika muktadha huu, tuhuma kwamba maandamano ya Disemba 9 yangeweza kuwa na malengo ya kuathiri muungano zilifanya hoja ya usalama ionekana kuwa juu zaidi ya masuala ya kawaida ya uchaguzi au utawala, na hivyo hatua za haraka za polisi zilionekana kama juhudi za kuzuia kile kilichotajwa kama tishio la kitaifa kabla ya kukuwa na usababisha athari katika uthabiti wa taifa. Na baada ya mahojiano yaliyodumu kwa muda, hatimaye taarifa ya kuachiliwa kwa Mpoki na Mwabukusi bila masharti ilitolewa. Hatua hiyo ilibeba maana nyingi. Kwa upande mmoja, ilionyesha kuwa hakukuwa na ushahidi wa kutosha kuchukua hatua zaidi katika kipindi hicho, na kwa upande mwingine ilileta maswali kuhusu ukubwa wa uzito halisi wa tuhuma zilizotangazwa awali. Kwa watazamaji wa masuala ya haki za kiraia, kuachiliwa kwao kulionekana kama uthibitisho wa hoja kwamba uwazi na kuwepo kwa wanasheria wengine katika mchakato huo ulikuwa muhimu kwa upande wa mamlaka. Hatua hiyo ilibeba ujumbe kwamba uchunguzi unaweza kuendelea bila shinikizo la kuchukua hatua za haraka zisizo na msingi wa kisheria thabiti. Lakini licha ya kuondoka kwao kituoni, maswali mapya yaliendelea kuibuka. Je, uchunguzi utapanuliwa zaidi? Je, taarifa kuhusu tuhuma za kuvunja muungano zilitokana na taarifa kamili zilikuwa ni tafsiri za haraka katika mijadala ya mtandaoni? Na je, tarehe 9 Disemba itabeba sura mpya maandamano au itabaki kama siku ya kitaifa isiyoguswa? Tukio hilo lilifanyika katika kipindi ambacho mijadala kuhusu utawala wa sheria na nafasi ya makundi ya watetezi wa haki imeongezeka. Wanasheria, mashirika ya kiraia na hata taasisi za kimataifa zimekuwa zikifuatilia kwa karibu mwenendo wa haki za mikusanyiko nchini, na hivyo tukio la leo lilikuwa kama mtihani wa namna taasisi za dola zinavyotekeleza majukumu yake bila kusababisha hofu isiyo ya lazima. Kwa baadhi ya wachambuzi wa sera za umma, suala la kukabili mjadala wa muungano kwa misingi ya tuhuma za uhamasishaji limeonyesha namna mamlaka zilipojaribu kulinda maslahi ya kitaifa katikati ya mazingira ya kisiasa yanayobadilika. Katika maeneo mengi duniani, maandamano yamekuwa kiini cha mabadiliko ya kisera, lakini pia chanzo cha tahadhari kuhusu athari za machafuko. Na kwa Tanzania, historia ya utulivu imetengeneza muktadha ambao mamlaka zinataka kuendelea kuimarisha. Mwitikio wa jamii uligawanyika katika hisia tofauti. Kuna walioliona tukio hili kama tahadhari kali dhidi ya matumizi ya mikesha mtandaoni kuhamasisha maandamano bila taratibu, na kwa upande mwingine kulikuwa na mwamko wa kushikamana katika kutetea haki za wanasheria na watetezi wa haki kutochukuliwa kama wahalifu bila ushahidi wa wazi. Katika kizazi cha sasa kinachotumia mitandao kama jukwaa la mijadala ya kisiasa, hoja ya uwajibikaji wa maudhui na usalama wa taifa inazidi kuwa ngumu kuinyosha kwa mstari mmoja. Na tukio hili limeweka daraja kati ya vizazi, wale wanaotetea utaratibu uliowekwa na wale wanaohisi kuwa njia hizo zimekuwa kikwazo cha sauti ya msingi za umma. Katika ujumla wake, tukio la kuhojiwa kwa wakili Mpoki na Mwabukusi limeiweka Tanzania katika kipindi cha tafakari na namna inavyoshughulikia masuala ya maandamano, mitandao ya kijamii na usalama wa kitaifa. Hatua ya kuachia huru bila masharti imefungua ukurasa mpya wa kuhakiki namna sheria zinavyotumika na namna mamlaka zinavyojibu mijadala tete inayohusisha haki za kiraia. Kadri siku zinavyosogea kuelekea Disemba 9, anga la kisiasa linaonekana kuwa na hewa ya tahadhari. Hatua ya leo zimeacha ujumbe kwamba taifa linaingia katika kipindi cha uchunguzi makini wa mizani inayounganisha uhuru wa raia na ulinzi wa muungano. Na ndani ya mizani hiyo, simulizi la Mpoki na Mwabukusi limekuwa mfano hai wa mvutano kati ya utawala wa sheria na nguvu za kiraia katika Tanzania ya karne ya 21.